wanawake wamehimizwa kuacha kutegemea viti vya uteuzi na badala yake washindane moja kwa moja na wanaume katika nafasi za uchaguzi. Wito huo ulitolewa na wazungumzaji kadhaa wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wanawake wa bunge uliofanyika katika kaunti ya Embu. Wanawake walihimizwa kujitokeza kugombea nafasi za uchaguzi, hatua itakayosaidia kuvunja imani ya kitamaduni kwamba uongozi ni wa wanaume pekee. Wanawake wamehimizwa kujitolea katika kugombea nyadhifa mbalimbali za uongozi na kuacha kutegemea kuteuliwa. Haya yalijitokeza katika mkutano wa kila mwaka wa wabunge wanawake katika kaunti ya Embu, huku mdhibiti wa bajeti Dr. Margaret Nyakango akiwataka wabunge wanawake kuimarisha uelewa wao wa kiufundi kuhusu fedha za umma, upangaji wa bajeti, ukaguzi wa hesabu na utoaji wa taarifa za kifedha. Continuous professional development is essential for effective oversight. Please strengthen your technical understanding of public finance, budgeting, audit, and fiscal reporting. The PFM framework is complex, and credibility in oversight is built on competence. Mwenyekiti wa jukwaa la wabunge Seth Mwatela alisema kushinda nafasi ya uchaguzi mara nyingi huonekana kuwa na mamlaka zaidi kuliko kuteuliwa, akiwataka wanawake walioko katika viti vya uteuzi kuwania nyadhifa katika uchaguzi mkuu wa 2027. Tumeweza kuwakilisha ruwaza ya ndani ya mwaka mmoja ya kuweza kuelewana ya kuwa hawa wanawake ambao wameweza kuchaguliwa katika viti tofauti tofauti na pia wamekuwa nominated wapate uwezo wa kuweza kupata viti vile ambavyo vitakuwa elected. Therefore, ilikuwa ni platform ya kuwapa motisha wakina mama ambao wako ndani ya MCAs waweze kuenda katika vile viti ambavyo ni elected tofauti tofauti. Kwa hivyo kongamano hili we want to deliver in the next year's election to ensure that most ladies that were nominated are turned to be elective seats. Mwakilishi wa wanawake wa Embu Pamela Njoki alikosoa baadhi ya wanawake ambao wanatarajia chama cha kisiasa kuwapa uteuzi, wito ukitolewa kuwepo kwa marekebisho ya katiba ili kuwe na mihula kwa kiti cha mwakilishi wa wanawake, mfumo ambao utawapa nafasi wanawake kugombea nyadhifa zingine. Don't just sit and wait to be nominated. Fight for your space as a woman. Don't just get into a movement and saying that you will be nominated. Fight for your space. Kama sisi wamama, women reps, ningependekeza ya kwamba any woman representative akipata the first election, kama ataweza kwenda ya mwisho ende mara ya pili. Ningependa kukuwe na pendekezo ya kwamba ukikuwa elected kama woman rep, sababu kile kiti ni affirmative. Ni kiti ambacho kinakupatia nguvu kamili ya kupambana na viti ambavyo tunaziita viti kamili. Sioni kama ni vyema mtu anapata elected kama woman rep which is an affirmative action, anakalia kile kiti 3 terms, 4 terms ameketia pale. Aweze kusonga, apatie wengine nguvu, ndio aweze kusonga, tuweze kuachieve to that gender role.